Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yakingi ambayo inaendelea kushika hatamu au kushika kasi kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina yale ambayo inaendelea kushika hatamu. Mojawapo ya taarifa ni juu ya rais wa Marekani Donald Trump amemtupia lawama rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kukataa kukubali kulipoteza eneo la Crimea ambalo tayari linakaliwa kimabavu na Urusi ili kumaliza vita baina ya nchi hizo mbili. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, Trump amesema makubaliano ya kumalizika kwa vita yalikuwa karibu mno na Urusi iliukubali mpango huo wa Marekani, lakini rais Zelensky wa Ukraine aliyakataa masharti ambayo Marekani inasema yangeliweza kumaliza kabisa mzozo huo. Katika hatua nyingine, Zelensky amejibu kauli hiyo kwa kuchapisha kwenye mtandao wa kijamii chapisho kuhusu Crimea la 2018 la aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa wakati huo Mike Pompeo, ambalo lilisema Washington inakataa jaribio la Urusi kuitwaa Crimea. Hapo jana maafisa wakuu wa Ukraine walikuwa mjini London kwa mazungumzo juu ya mzozo huo na wawakilishi kutoka Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani. Vilevile utawala wa Marekani umekasirishwa na majaribio ya Volodymyr Zelensky kufanya mazungumzo kwa kutumia mbinu za diplomasia ya megaphone, na anasema unaona kuwa ni jambo lisilokubalika. Katibu wa ikulu ya White House Caroline anawaambia waandishi wa habari. Kwa bahati mbaya, rais Zelensky amekuwa akijaribu kuwasilisha mahakamani mazungumzo haya ya amani kwenye vyombo vya habari, na hilo halikubaliki kwa rais kiongozi wa Marekani Donald Trump. Haya yanapaswa kwa mazungumzo ya faragha, alisema akitoa maoni yake kuhusu matamshi ya Zelensky kwamba Ukraine haitatambua Crimea kama Urusi. Levitt alisema kwamba hakuna mtu aliyeuliza Ukraine kutambua Crimea kama eneo la Urusi. Anachouliza Trump ni watu kuja kwenye meza mazungumzo wakitambua kwamba hii imekuwa vita vya kikatili kwa muda mrefu sana, na ili kufanya makubaliano mazuri pande zote mbili zinapaswa kuondoka bila furaha, alihitimisha. Vilevile Ukraine inapaswa kuwa nchi isiyoegemea upande wowote, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema kwenye mahojiano na jarida la Ufaransa la Le Point. Anasema hali ya kutegemea upande wowote wa Ukraine ni muhimu, na ndivyo pia utambuzi wa kweli kuhusu maeneo. Usalama wa baadhi ya nchi haupaswi kuhakikishwa nyuma ya migongo ya wengine, msemaji huyu aliendelea kusema. Ikiwa unataka kudhamini usalama wa Ukraine na kuihusisha katika NATO, unakiuka usalama wa Urusi, mwisho wa kumnukuu. Vile vikosi vya Urusi vitalikomboa eneo lote la mpaka la Kursk kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine katika siku za usoni, katibu wa baraza la usalama la Urusi Sergei Shoigu anasema. Mkoa wa Kursk hivi karibuni utaondolewa kwa wanamgambo kama sehemu ya operation ya kukabiliana na ugaidi. Mtiririko wa operation uliofanikiwa wa kutumia sehemu ya bomba la kimkakati la Orengoi Pomar umeifanya kwa historia ya sayansi ya kijeshi kulingana na amri ya jeshi. Mkoa wote wa Kursk utaondolewa hivi karibuni, mwisho wa kumnukuu. Vile Kiev bado haijajibu vyema uchunguzi wa Urusi kuhusu kurejea kwa wakazi wa mkoa wa Kursk ambao walipelekwa Ukraine wakati wa uvamizi wa muda wa askari wa Ukraine. Mchunguzi wa haki za binadamu wa Urusi Tatiana Moskalkova anasema, bado hatujapokea jibu chanya la mwisho. Tunadumisha mazungumzo na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na upande wa Ukraine, na tunatumai kuwa sababu hiyo itakuwa na mkono wa juu na kanuni za kimataifa juu ya kurudi kwa mkazi wa mkoa wetu wa Kursk kwa familia zao katika nchi kutoka eneo la nchi nyingine kutoka Sumi itazingatiwa, mwisho wa kumnukuu. Vile kwenye uwanja wa kivita zipo taarifa mbalimbali huko ambazo zimeendelea kujiri. Nachokifanya hapa ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kuendelea kuhabarika. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel hii. Vitengo vya kundi la vita la Urusi Magharibi vimeondoa vituo vitatu vya mawasiliano vya satellite ya Starlink, ndege zisizo na rubani 13 na vituo 42 vya udhibiti vya jeshi la Ukraine kwa siku iliyopita, msemaji wa kikundi cha vita Ivan Bigma anasema. Vilevile kundi la vita la Urusi Mashariki limeharibu vituo 4 vya kudhibiti ndege zisizo na rubani za Ukraine na ndege 3 zisizo na rubani za mrengo wa kudumu, msemaji Alexander Godiev anasema. Na hayo yote yamejiri katika eneo la Ukraine kwenye kijiji cha Zagonoe. Hapo kwenye uwanja wa kivita, drone za FPV, hizi ni drone zisizo na rubani za kitengo cha upelelezi cha Russian Battle Group West, wameshambulia na kuharibu mfumo wa mizinga wa kujiendesha wa Braveheart uliotengenezwa Uingereza wa jeshi la Ukraine katika mkoa wa Kharkov, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema. Vile vikosi vya Urusi vimezuia mzunguko wa wanajeshi wa Ukraine karibu na Kupiansk
Katika mkoa wa Kharkov, Andriy Marochko, mtaalamu wa kijeshi, anasema, na hiyo ni katika vijiji vya Velkaya na Melaya Shabkovka. Vile vile, waendeshaji wa ndege zisizo na rubani za FPV za Russian Battle Group East wamezuia jaribio la kuwasilisha silaha kwa jeshi la Ukraine kwenye eneo la kusini la Donetsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Vile vile, ndege zisizo na rubani 87 za Ukraine zimenaswa na kudunguliwa katika maeneo ya Urusi usiku uliopita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema hiyo ni katika Jamhuri ya Crimea, mkoa wa Belgorod, katika mkoa wa Kursk, mkoa wa Voronezh, katika mkoa wa Bryansk, mkoa wa Lipetsk na mkoa wa Nizhny Novgorod. Gavana mkoa wa Nizhny Novgorod Gleb Nikitin ameandika kwenye eneo lake la Telegram akitoa data ya awali kwamba hakuna mtu aliyejeruhiwa katika shambulio la drone na hakuna uharibifu ulioripotiwa. Vile vile, vikosi vya Urusi kwa sasa vinaanzisha maeneo mapya karibu na Grigorovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk baada ya kusonga mbele hadi umbali wa karibu kilomita 1 ya kijiji. Mtaalamu wa kijeshi Andriy Marochko anasema, baada ya kuharibu safu ya ulinzi ya adui mashariki mwa Grigorovka katika eneo la DPR na kufanya dash, wapiganaji wa Urusi walikaribia kijiji kwa umbali wa karibu mita 800. Wanajeshi wetu kwa sasa wanaunganisha nafasi zao na kuendeleza mafanikio yao katika sekta hii ya mstari wa ushiriki. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, utawala wa Marekani unaamini kwamba Volodymyr Zelensky haelekei kuelekea amani ya Ukraine, lakini katika mwelekeo tofauti. Katibu wa ikulu White House Caroline anawaambia waandishi wa habari, Rais wa Marekani Donald Trump amechanganyikiwa. Uvumilivu wake unapungua sana. Anataka kuona amani, lakini unahitaji pande zote mbili za vita kuwa tayari kufanya hivyo, na Rais Zelensky anaonekana kwenda katika mwelekeo mbaya. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, katibu huyo wa ikulu ya Marekani anasema msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba Ulaya inahitaji kufanya zaidi ili kufikia suluhu la mzozo wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump daima ameshikilia kuwa Ulaya daima inahitaji kufanya zaidi, iwe ni katika jitihada za kumaliza vita hivi nchini Urusi na Ukraine, iwe ni kwa upande wa matumizi yao linapokuja kwa NATO na matumizi yao ya ulinzi pia. Ameweka wazi hilo kwao kwa faraga na pia hadharani. Umeona wakati tumekuwa na viongozi wengi wa Ulaya wanaokuja, alisisitiza akimaanisha Trump na wenzake wa AU. Trump aliandika mapema Jumatano kwenye ukurasa wake wa Trust kwamba maoni ya Zelensky kwamba Ukraine haitatambua Crimea kama eneo la Kirusi yalikuwa mabaya kwa mazungumzo, kwa kuwa Crimea ilipotea miaka iliyopita chini ya usimamizi wa Rais Barack Obama na hata sio hoja majadiliano. Kwa upande wake, Levitt alibaini kuwa Zelensky hakuwa akielekea kwenye amani nchini Ukraine, lakini kwa upande mwingine. Upande gani huo? Upande wa kuweza kuhakikisha vita vinaendelea kupigwa mpaka mwisho wa vita hivyo utakapowadia. Je, nani yupo nyuma ya Zelensky ambaye anaendelea kumpa kiburi hicho? Muda utazungumza. Vile vile, maafisa wa Kyiv wana wasiwasi kwamba utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump utaacha kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine kutokana na kushindwa kwa mazungumzo kuhusu suluhu la amani la mgogoro wa Ukraine. Gazeti la Wall Street Journal linaripoti. Kulingana na gazeti hilo, maafisa wa Ukraine wana wasiwasi kwamba Trump, ambaye amesema hampendi Zelensky, anaweza kuilaumu Kyiv kwa kuvunjika kwa mazungumzo na kukataa kutoa msaada zaidi wa kijeshi. Hapo awali, kiongozi huyo wa Marekani alisema kuwa maneno ya Volodymyr Zelensky kwamba Ukraine haitambui Crimea kama eneo la Urusi ni hatari kwa mazungumzo ya suluhu la amani la mzozo huo. Vile vile, ni vigumu zaidi kwa Marekani kukabiliana na Kyiv kuliko Moscow katika kutatua mzozo wa Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump anasema, nadhani Urusi iko tayari, nadhani tuna mpango na Urusi, tunapaswa kupata makubaliano na Zelensky. Nilidhani inaweza kuwa rahisi kukabiliana na Zelensky. Hadi sasa imekuwa ngumu zaidi, lakini hiyo ni sawa, aliwaambia waandishi wa habari alipoulizwa kuhusu jitihada. Lakini nadhani tuna mpango na wote wawili, natumai watafanya hivyo, aliongeza. Vile vile, kutumwa kwa askari wa kulinda amani katika ardhi za kihistoria za Urusi kunaweza kuhatarisha vita vya 3 vya dunia. Katibu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu anasema. Afisa mkuu wa usalama wa Urusi aliashiria mipango ya muungano wa walio tayari kuweka buti ardhini nchini Ukraine chini ya kivuli cha walinda amani. Wanasiasa wenye busara barani Ulaya wanaelewa kuwa utekelezaji wa hali hii unaweza kusababisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya NATO na Urusi au hata kusababisha vita vya kidunia vya pili. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekashifu uchapishaji wa gazeti la Politico kuhusu mjadala unaodaiwa kufanyika
katika ikulu ya White House iwapo vikwazo dhidi ya bomba la gesi la Nord Stream 2 la Urusi linapaswa kuondolewa kama hadithi ya uongo. Anasema huu ni uongo kabisa, si mjumbe maalum wa Marekani Steve wala mimi tumekuwa na mazungumzo yoyote kuhusu kuondoa vikwazo dhidi ya Urusi kama sehemu ya makubaliano na Ukraine, Rubio aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X. Chapisho hilo ni utovu wa uandishi wa habari, alisema, akiongeza kuwa ikiwa Politico ina mwelekeo wa uadilifu wataweza kutengua kipande hicho cha uongo kikamilifu. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.